Sasa naongea nini? Naongea tulivyopokea huu uzima wa milele. Sasa huu uzima wa milele ndio source ya mamlaka ya muamini. Kwa nini nasema uzima wa milele ndio source ya mamlaka ya muamini? Kumbuka kile ambacho mamlaka muamini anaenda kukabiliana nacho kutoka kwenye ile Marko 16 kuanzia mstari wa nafikiri 15 mpaka 18 pale. Zile ishara zinazofuatana na hao waaminio. Tena asemi mitume, asemi manabii, asemi wachungaji, anasema hao waaminio. Maana hata wewe ambaye ni muamini wa kawaida kabisa ndani ya kanisa, ila ukiamini maneno haya yanayosema kwamba kuna uzima wa milele ndani yako, ukaamini na moyo wako ukashawishika, maana unapokwenda kuminister, kuhudumu yale ambayo amesema, kinachofanya yale mengine yatokee ni huo uzima wa milele ulio ndani yako. Hiyo nguvu ya uzima wa milele iliyo ndani yako. Hivyo unanielewa nikisema hivyo? Nasema hivi, hiyo nguvu ya uzima wa milele iliyo ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hebu tufungue tusome alafu niongee. Uone na uzima wa milele unafanyaje kazi hapo katika hilo. Marko. Fungua Biblia yako katika Marko pale. Marko 16. Marko 16 mstari wa nianze mstari wa 17 au wa 16. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Sema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Asema kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha, yani kitu cha kuua, hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya ugonjwa nao watapata afya. Naongea nini? Umeona hizi ishara za muamini ambazo zinataka zitokee kwa aliyeamini. Na hizi ishara zimekusudiwa kuwafanya wasioamini wamuamini Yesu. Hivyo umenielewa eh? Kwa sababu wewe unaamini, unakuwa sababu ya wasioamini kuamini nani? Yesu. Yaani mapepo yanapotoka ni moja kati ya sababu za kuwafanya wasioamini kumwamini Yesu. Anasema wanasema kwa lugha mpya, watasema kwa lugha mpya. Unaposema katika lugha mpya, wasiomwamini Yesu wanamwamini Yesu. Anasema watashika nyoka. Unaposhika nyoka, wasiomwamini Yesu watamwamini Yesu. Hivi ni vipengele nitavyoongea, nafuata kuviongea sasa hivi. Ila kuna kitu nataka nikiweke hapa clear. Anasema hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Hizi zote ni ishara ambazo zinafanya wasiomwamini Yesu wamwamini Yesu. Wewe ni muamini. Lakini sasa wewe muamini unafanyaje hizi ishara? Nini kinachofanya ufanye hizi ishara? Uzima wa milele ulio ndani yako kwa sababu ya kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo. Umenisikia nilichosema? Nasema hivi, uzima wa milele ulio ndani yako kwa sababu ya wewe kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo. Huo uzima wa milele ulio ndani yako ndio unaofanya mapepo yatoke. Kwa nini? Kwa sababu mapepo ni wakala wa mauti. Umeelewa ninachosema? Mapepo ni wakala wa mauti. Na anaposema mapepo yatatoka, ni mapepo ya aina nyingi. Yapo mapepo ya udhaifu, yapo mapepo ya magonjwa, yapo mapepo ya maradhi, yapo mapepo ya umaskini, yapo mapepo ya aina nyingi hapa. Anazungumza kwamba hayo mapepo yatafanya nini? Yatatoka kwa jina lake. Kwa nini anatoka kwa jina lake? Na wewe muamini kwa nini ana mamlaka ya kufanya mapepo yatoke kwa jina lake? Kwa sababu ya uzima wa milele unaotenda kazi ndani yake. Ule uzima wa milele ndio unampa mamlaka na unaolifanya lile jina analolitumia liwe na mamlaka kiasi mapepo yatoke ndani yake. Hebu kuanzia leo fanya kuwa meditation yako. Fanya kuwa tafakari yako. Niache neno la Kiingereza la meditation. Niseme fanya kuwa tafakari yako kwamba ninao uzima. Ninao uzima wa milele katika Kristo Yesu. Ninao uzima wa milele. Ninao uzima usioharibika. Ninao. Yaani fanya kuwa tafakari yako. Alafu utakuja kuniambia. Anasema kwa jina langu watatoa pepo. Nimesema hiyo ni ishara moja ya muamini. Na yako maandiko yanayothibitisha hayo mambo. Hata Petro unakuta, hata Paulo mtume unakuta kwenye Matendo ya Mitume ukisoma nafikiri sura 16 alilikemea pepo lile la uaguzi. Lile lilikuwa ni pepo concord, yani ni mapepo yanayotawala mji. Ndio maana Paulo na Sila wakakamatwa kwa gerezani. Alikuwa pepo mdogo, ilikuwa ni pepo kabisa linalotawala mji. Lakini Paulo akalikabili. Kwa nini? Kwa sababu ule uzima wa milele ulio ndani yake kwa kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo. Akaliamuru kwa jina la Yesu Kristo lile pepo likatoka ndani ya mtu. Sikiliza. Kumbuka haya maneno sisi hao.
Wakati wote inapotokea unakemea mapepo kanisani yako yametokea, kumbuka connection yako, muunganiko wako wa kumwamini Yesu kama ndiye Kristo na uzima wa milele ulio ndani yako. Kumbuka kwamba ni ule uzima wa milele ulio ndani ya roho yako ndio ambao unakupa wewe mamlaka na kulifanya jina lile la Yesu unapoamuru mapepo yatii na kuondoka. Ukisoma katika ile waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 mstari 13 ambao anasema nimewaandikia ninyi ili mpate kujua ya kwamba mnao uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana pekee, mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Mliamini mpate kuamini kwamba mnao uzima wa milele. Ukiendelea kusoma kule mbele anasema na huu ndio ujasiri sisi tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa na mapenzi yake anatusikia. Ujasiri unatokea wapi? Ujasiri unatokea kwa sababu tunao uzima wa milele. Ndio maana hata tukiomba kitu tunajua kwamba anatusikia. Kwa nini tuna uwezo wa kuomba kitu sawa na mapenzi yake? Kwa nini tuna ujasiri? Kwa sababu ya uzima wa milele tuliopokea kwa kuliamini jina lake. Hivyo umenielewa ninachosema? Maana hata anapomwombea huyu mtu, ule ujasiri nao kuwa nao na ninajua hata Mungu ananisikia kile ninachoamuru, ninachokomandi au ninachoombea, ni kwa sababu ya uzima wa milele ulio ndani yangu unavyofanya kazi pamoja na lile jina la Yesu. Unanielewa ninachosema? Anasema hivi, watatoa pepo. Anasema watasema kwa lugha mpya. Ninapozungumza habari za lugha mpya, najua ziko aina mbili za lugha. Katika hili fundisho ziko aina mbili za lugha. Iko ile aina lugha moja wapo ambayo anasema walinena kwa lugha mpya. Iko pale Matendo ya Mitume sura 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Anaongea anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwa wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kwa kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hii kwa mara ya kwanza Roho anaachiliwa na wanaongea kwa lugha kwa sababu walikuwa waamini, na hii ilikuwa ni ishara. Na ukifuatilia kusoma haya maandiko hapa mpaka kuchini utakuja kugundua kwamba mwishoni mwa hii waliokoka watu 3000 kwa sababu ya hii tendo la ishara. Kumbuka nilikwambia mwanzo, hizi ishara zote ambazo muamini amekusudiwa ziambatane naye kwa sababu ya kuamini kwake ni kwa ajili ya wasioamini ili wapate kumwamini Yesu. Kwa hiyo kila ishara ambayo inatendeka imekusudiwa kumfanya asiamini amwamini Yesu. Sasa hii ukisoma hapo Matendo ya Mitume sura yote ya 2 mpaka mwisho huko unakuta wanamuuliza Petro, tufanyeje ndugu zetu? Petro anaomba tubuni mpate kuokolewa ninyi si na nini na nini. Anaongea wakaamini watu 3000. Hivyo umenielewa ninachosema? Hii ni ishara tu ya kunena kwa lugha ambayo Roho Mtakatifu aliposhuka akafanya wasioamini waamini. Ukisoma tena Matendo ya Mitume sura ya 10 unakuta hiyo anaongea habari za Kornelio, wakaenda wakamwita Petro, Petro akaja kwao akaongea, baadaye wakajazwa Roho wote, wakanena kwa lugha mpya na kutabiri. Inaongea pale unasoma kuanzia mstari wa 48 anasema Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno, na wale waliotairiwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamegawiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Hivyo unajua kwa nini walishangaa? Kwa sababu Wayahudi walikuwa hawaamini kama mataifa wanahusika katika wokovu huu. Sasa ile zawadi ya Roho ambayo inaachiliwa na Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo ikawashukia na wao, wakaanza kunena, wakajazwa Roho. Anasema wakaanza kunena, anasema kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Kama ilivyotokea kwao ikatendeka pia na kwa watu wa mataifa. Hii ni ishara. Ukisoma pia hii Matendo ya Mitume 19 unakuta Paulo pia naye anaongea kitu hicho hicho. Anaongea anasema hivi kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7 pale. Anasema ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akauliza, "Je,
mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini. Kwa hiyo kumbe hapa inanipa mambo mawili. Kuna kuamini na kuna kupokea Roho Mtakatifu. Hii sasa nisiongee leo. Nikija kuongea habari za somo la Roho Mtakatifu tutakuja tuiongee. Ila niendelee na kile nilichokilenga. Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akauliza, basi mlibatizwa ubatizo gani? Yaani Paulo kama anashangaa, sasa na ubatizo gani mlibatizwa kama mjampokea Roho? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana, maana ubatizo wa maji. Paulo akasema, Yohana aliwabatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Maana Yohana alikuwa anabatiza vile akiwa kama ishara ya kuambia muaminini anayekuja nyuma yangu. Sasa kama ameshakuja, mnaendeleaje tena? Unaendeleaje tena kuwachovya watu kwenye maji ambayo ameshamaliza kazi yake? Kwa sababu yule ambaye anatakiwa kuaminiwa ameshakuja. Anasema aliwabatiza kama ishara ya kuwafanya waamini yeye atakayekuja nyuma yake. Aliyekuwa nyuma yake ameshakuja. Unaendeleaje kufanya kama kuna mwingine atakuja nyuma? Una rahisi tu, maandiko yako wazi tu, rahisi namna hiyo. Anaendelea nasema, waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Unasikia hili neno? Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Haina maana walibatizwa tena kwenye maji, hapana. Akisema waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Jina la Bwana Yesu ni nani? Ni hili hapa. Ufunuo 19. Jina la Bwana Yesu ni jina gani? Unaposema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu ni lipi? Jina gani? Wanasema waliposikia wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Jina gani waliobatizwa ile la Bwana Yesu? Ufunuo 19 kuanzia mstari wa 11. Maandiko yanasema hivi: kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Unaona mpaka hapo unaanza kupata picha. Anaendelea nasema, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovwa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Huyu jamaa na jina anaitwa Neno la Mungu, ndio jina lake, anaitwa Neno la Mungu. Asa Neno la Mungu ni nani? Neno la Mungu ni nani unafikiri? Neno la Mungu ni nani? Ngoja niendelee kusoma labda utapata picha zaidi. Naye anaitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali utoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Huyo nani huyo? Yesu. Upanga mkali ni nini? Ni jina lake. Upanga mkali ni nini? Ni jina lake. Jina lake ni nani? Neno la Mungu. Waefeso sura 6 mstari wa 18 anasema, na upanga wa Roho ambao ni neno la nani? La Mungu. Na upanga wa Roho ambao ni neno la nani? Neno la Mungu. Yesu anasemaje? Yesu anasema katika Yohana 6:63, anasema, maneno ninayowaambia ni roho na ni uzima. Maneno ninayowaambia ni roho na ni uzima. Huko anasema na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Waefeso sura 6 mstari wa 18, wa 17 wa 17 sio 18, wa 17 na 18 hapo nafikiri iko hapo. Anasema na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Yesu anasema kwenye Yohana 6:63, anasema maneno ninayowaambia, anasema mwili haufai kitu, ila maneno ninayowaambia ni roho na ni uzima. Alafu Yohana 8:25, wakati Wayahudi wamesumbuka, wanaambia sasa usitusumbue, tuambie wewe hasa ni nani? Anasema mimi hasa ni maneno hayo ninayowaambia. Ni maneno hayo ninayowaambia. Yaani mimi hasa ni hayo maneno ninayowaambia. Na yeye alikuwa anawaambia maneno ya nani? Alikuwa anawaambia maneno ya Mungu. Kwa hiyo maana kama anasema yeye ni hayo maneno ya Mungu, maana yeye ndio hayo maneno. Maneno ya nani? Ya Mungu. Na hayo maneno ya Mungu ndio jina lake. Sio kama umeelewa, yani ulimopita. Kama hujaelewa, irudishe tena, sikiliza tena kwa kutafakari. Irudishe tena, sikiliza tena kwa kutafakari. Utaona kuna kitu kitakiki, kuna nuru itaingia, itafunguka kwako. Umeelewa nilichosema?
Ninaongea habari ya lugha mpya. Hawa watu walivyokuwa wakiongea, ndio nilikotokea, nimesafiri kuja mpaka huko. Narudi kwenye Petro pale 19. Kwamba hawa watu kumbe walivyobatizwa kwa jina lake, maana walibatizwa kwa neno lake, ndio tafsiri yake. Walibatizwa kwa neno lake. Ni kama vile Petro kule Matendo ya Mitume tuliposoma 10, wakati anaongea kwa Kornelio na wale watu walikuwa kwa Kornelio, alichokuwa anakifanya pale, yale maneno alikuwa anaongea, alikuwa anawabatiza. Ni kama alikuwa anawabatiza kwa jina lake, kwa sababu ni yale maneno. Yesu yeye ndio yale maneno, ni neno lile la Mungu. Sasa wale watu walipobatizwa vile ndani, baadaye Roho akaja juu yao. Sababu siku zote Roho ukaa juu ya neno ili alithibitishe. Si kama unanielewa. Nasema hivi, ili Roho afanye kazi, huwa yeye waga anakaa juu ya neno ili alithibitishe. Mahali popote likiachiliwa neno la Mungu ambaye ni Kristo, likiachiliwa neno la Mungu ambaye ni Yesu Kristo, Roho huwa lazima aje pale athibitishe hilo neno. Naelewa kanachosema. Na mimi unanielewa. Sikiza Paulo anavyomalizia. Anasema hivi, waliposikia haya wakabatizwa kwa jina lake. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Hapa nilikuwa naongea nini? Habari za kunena kwa lugha mpya tu. Ukisoma kwenye Wakorinto wa kwanza 13 pale utaona zile ishara. Utaona ile kunena kwa lugha Paulo anaifundisha vizuri. Wakorinto wa kwanza 14. Paulo anaiongea vizuri. Wakorinto wa kwanza 14 kuanzia mstari wa pili na kuendelea. Nasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Yeye anenaye kwa lugha anena mambo ya siri katika roho yake. Ukiruka pale 3 kaendani anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Tunaponena kwa lugha nafsi zetu zinajengwa. Anasema hujijenga nafsi yake, na hujijenga nafsi yake, bali autubuye hulijenga kanisa. Kwa hiyo ukisikia wale watu wanaomba kwa lugha, sasa hivi ni kitu kinajulikana, kunena kwa lugha, wanaomba kwa lugha. Haya ni mambo ambayo yanatokea kwao. Kwanza hasemi na watu, kwa hiyo watu wahitaji kuelewa. Na kihalisi hata na yeye mwenyewe huwa haelewi. Hata na mimi napoomba kwa lugha sielewi, ila naamini yale maneno niliyopewa na Roho kuomba na kuyatamka. Ingawa ziko nyakati ambazo Roho Mtakatifu huwa anaweza kutupa tafsiri za maneno niliyoyanena. Na ile tafsiri kwa kuta ina shabaha kabisa katika kile ambacho moyo wangu ulikuwa unakiombea. Hivi umeelewa nasema? Ukiendelea ukaruka hiyo ya Korinto wa kwanza 14 mstari wa 13 na 14 anasema, kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Maana akiomba kwa lugha nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Unasikia anachokiongea? Kwamba nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, ila akili zangu hazina matunda. Maana yake nini? Napoanza kuongea rebe boska kakala bazebe bosata rebe banto rekatizi boska yaba, yani ni kama kinachoomba pale ni roho yangu, ila akili zangu hazina matunda, kwa sababu hazielewi mpaka Roho atakapoamua kufunua hii lugha katika namna ya maneno yatakayoeleweka kwa lugha ambayo mimi nimezoea kuiongea, labda Kiswahili, labda Kiingereza, labda Kichina, labda Kinyakyusa, labda Kindari, labda Kichaga, labda Kimakonde, labda Kikuria. Sasa Roho ataifunua ile lugha ili nielewe. Nakumbuka kuna ushuhuda mmoja niliwahi kusikia. Ndugu mmoja alienda mahali fulani, alikuwa anasafiri, akafika mahali kwa ndugu wakampokea wale wapendwa. Sasa yule ndugu alipofika pale, walipokea kwa furaha, ila hawakujua kwamba ana shida. Yule ndugu alikuwa hana nauli, sio ilikuwa imetokea nini, sikumbuki vizuri nini kilichotokea. Ila wale ndugu walipomfadhili, walipomkarimu, maana wakampokea, wakampa chakula, akamwambia pumzike, ataendelea na safari. Wakati anaomba usiku akawa ananena kwa lugha. Yeye alikuwa anaona ananena kwa lugha. Wakati ananena kwa ile lugha, kumbe Roho amechukua ile lugha ambayo ni jamii ya wale watu wa pale. Ni kama mimi unichukue, mimi ni mtu wa Iringa huko, si Njombe huko, afu niende labda Msoma kwa Wakuria, sijui Kikuria, alafu nina shida, afu usiku wakati naomba kumweleza Mungu anisaidie, mimi naanza kunena kwa lugha.
Kweli mimi nasikia na nena kwa lugha ambayo mimi sielewi, ila kumbe naongea Kikuria. Sasa wale ndugu walioko pale wananishangaa mimi ninavyomwadhimisha Mungu na mtukuza Mungu, naongea Kikuria cha ajabu cha ndani, yaani cha wale wazee ambao wa ndani wanaongea. Naongea kile afu naanza kumweleza Mungu zile shida zangu na uhitaji wangu wa fedha. Unajua nini kilichotokea kwa wale ndugu? Alipomaliza, wale ndugu wakamkumbatia, wakafurahi. Sasa yeye akawa anashangaa kuna nini, kwani kimetokea? Baadaye wanamwambia kwamba ulikuwa unaongea lugha yetu. Tumesikia unasema hivi kuhusu Mungu, unasema hivi kuhusu Mungu, unamwadhimisha. Afu si umesema una shida ya fedha, unaomba Mungu akusaidie, tutakulipia nao. Sasa yule ndugu ndio akaanza kuamini kwamba kweli ni hitaji langu ndani ya moyo kwamba nipate hela ili niende kule nakotaka. Ila sasa zile tafsiri ambazo kwa wanapa ndio anaanza kujigundua kwamba kumbe nilikuwa naongea kwa lugha ya wale ndugu, ila yeye hakujua. Hilo mimi pia nimelishuhudia kwa macho yangu. Mdogo wangu anayenifuata ni wa kike. Basi huyu ndugu yangu wa kike siku moja tukiwa Rujewa ambako alikuwa anaishi mzee wangu mmoja mdogo alishapumzika katika Bwana. Ikawa tuko kwenye maombi ya usiku sebuleni. Katika kule kuabudu na kuomba, ghafla akashukiwa na Roho Mtakatifu. Yaani akapokea ile hali ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Unajua kilitendeka kitu ambacho kilitushangaza wote. Huyu ndugu yangu akaanza kuongea Kiingereza. Aliongea Kiingereza cha ajabu. Najua anaweza kaongea maneno machache ya Kiingereza, sio kwamba anaongea Kiingereza fluently. Yaani anaweza kaongea maneno mawili matatu ya kudaka ili moja na pale umeweka ya Kiswahili ya kutosha hapo katikati. Lakini aliongea kwa Kiingereza fluently. Yaani anaabudu kwa Kiingereza, anaomba kwa Kiingereza, anaongea kwa Kiingereza. Yaani hivyo. Yule mzee wangu mdogo alibaki ameachama mdogo. Sasa baadaye alipokuja akamaliza, tunamuuliza, yeye akasema haelewi chochote, hakumbuki chochote wala hajui alikuwa anaongea nini. Yeye anajua tulikuwa na nena. Tukamwambia no, ulikuwa unaongea Kiingereza. Naye anashangaa kwamba nilikuwa naongea Kiingereza. Ndio hiki ninachosema na ndio ninachosema watanena kwa lugha mpya. Yaani hii lugha imekusudiwa kuwa ishara kwa wasioamini wapate kuamini. Naeleweka ninachosema. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya lugha mpya ambayo ndio nilikuwa nakuonyesha kwenye Wakorinto kule kwamba wananena kwa lugha mpya. Na anaponena, yani watu wengine hawajui. Ila kuna wakati Roho anaweza kumpa kufasiri ili kuwajenga watu. Watu wanaposikia vile wanajengwa, lakini pia wanamwamini Yesu. Na ukisoma moja ya siri za Paulo kwenye hiyo Wakorinto, unakuta hiyo Wakorinto 14 mstari wa ngapi pale? Mstari wa 18 anasema, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Mimi naamini kabisa siri ya Paulo na mafunuo yote na mambo yote yalitendeka kwake, hii ni moja kati ya siri zake, kunena kwa lugha. Anasema ananena kwa lugha kuliko wote. Maana yake Paulo alikuwa anachukua muda mrefu kukaa hapa, kunena hapa. Alikuwa anachukua muda mrefu. Ni siri na ni ishara ambayo imekusudiwa kuwafanya wasioamini wamwamini Yesu. Hivi umenielewa ninachosema? Lakini lugha mpya nyingine hapa ni lugha ya imani. Yaani ukija kwenye tafsiri ya lugha hizi utakuta mara nyingi kinachoongewa ni imani. Ambayo ukisoma kule kwenye Agano la Kale kuna nabii mmoja alisema, kila aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Hiyo ni lugha mpya. Kwa sababu sio kwamba huyu mtu udhaifu umemwacha, ila kinachobadilishwa anapewa lugha mpya ambayo iko tofauti na hali yake, hali halisi aliyonayo. Anaambia kila aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Kila aliye maskini na aseme mimi ni tajiri. Lugha hiyo ni ngumu. Ukitaka uone kwamba ni ngumu, jaribu kuiongea. Utaona kama unaweza kudumu nayo siku 3 au 4. Utajikuta umerudi kuongea kile. Ni mpaka umefanya nini? Umemwamini Yesu na ule uzima wa milele. Umekuwa empowered na ule uzima. Na Roho wa Mungu akija juu yako, ndio atakupa kuongea lugha mpya za namna hiyo. Ndio zile unamsikia Yesu, wanamwambia mtoto amekufa, yeye anasema amelala. Na anafika pale anamwambia, kijana amka. Na kweli anaamka. Ila Yesu alikuwa anatembea kwenye ulimwengu ambao unaongea lugha ambayo ulimwengu wa kawaida hauongei lugha hiyo. Alikuwa anaongea lugha gani? Alikuwa anaongea lugha mpya. Hivyo nanielewa anachosema. Na mimi nanisikia anachosema. Na ndio hizo lugha zimejaa katika nyaraka za Paulo. Anasema katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Hizo ni lugha mpya. Sasa hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na tazama amekuwa mapya. Hizo ni lugha mpya. Uhai wangu
umefichwa katika Kristo ndani ya Mungu. Hizo ni lugha mpya. Anasema mimi nimetokana na Mungu, ndio maana nimeshinda. Yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Hizo ni lugha mpya. Anasema kila kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Hiyo imani yenu. Hizo ni lugha mpya. Hizo zote ni lugha mpya. Hivi unanisikia nasema? Ni lugha ambazo zikiingia ndani ya mtu anapoziongea, zinabadilisha kabisa maisha. Zinabadilisha kabisa fikra ya mtu. Zinabadilisha kabisa maisha yake kabisa, totally. Kwa sababu badiliko lako liko katika kufikiri kwako. Badiliko la kweli la maisha yako huwa linaanza katika kufikiri kwako. Kufikiri kwako kukibadilika, maisha yako yamebadilika. Kifungo chako cha kwanza kiko kwenye mawazo yako. Vile unavyofikiri ndio kifungo chako. Vile unavyofikiri ndio uhuru wako. Na maneno ya Kristo yanapokuja kwako, yenyewe yanavunja hiyo nira ya vile unavyofikiri, ili uanze kujifikiri upya. Ukianza kufikiri upya, maana yake unaanza kuruhusu kufanywa upya, sawa sana kule kufikiri upya kwako. Sasa vile unavyofikiri upya, ndio unashangaa vile wafunga vinaanza kuachilia maisha yako. Ndio maana leo unaweza kukuta watu wanaombewa, yanakemea mapepo, yanatoka na waachia. Baada ya muda unashangaa mapepo yamerudi. Kwa sababu mapepo yanakaa kwenye ufahamu. Mapepo yanafanya kazi kwenye eneo la kufikiri kwa mtu. Yenyewe yakikushambulia kwenye eneo la kufikiri, yamekuingiza utumwani. Unafikiri kwa nini leo unaweza kufika mahali unaanza kuwa mpaka na chuki na mtu? Unaanza kumkasirikia mtu. Ni kwa sababu ya kufikiri. Kweli huenda alifanya kosa. Kweli huenda alikukosea. Lakini baada ya kukosea, wewe ulichukua muda kiasi gani kufikiri kosa alilokufanyia? Ule muda ambao unauchukua kufikiri lile kosa alilokufanyia ndio muda ambao unakufanya uwe mateka wa lile kosa na ile hasira ambayo inazaliwa na ile chuki. Hata wengine atakuta ameenda kwa waganga ili amuue, ameenda kwa waganga au amemwagizia majambazi au amemfanyia kitu chochote ili cha kulipa kisasi. Mpaka amefika kulipa huko kisasi, manake vile anavyofikiri ilitekwa, akaingia kuwaza makosa aliyofanyiwa. Ina maana ukijua unavyopaswa kuwaza, ukawaza sahihi, unapona na mambo mengi. Na mimi umenielewa ninachosema. Naongea habari ya lugha mpya. Sasa Yesu ametupa lugha mpya ambayo inatukinga na hayo mashambulizi yote ya kwenye moyo. Hayo maumivu yote ambayo tungejeruhiwa kwenye moyo, ili tubaki salama na tumfurahie. Umebarikiwa sana. Kumbuka naongea mamlaka ya mwamini. Endelea kufuatana nami katika kipindi hiki. Ni mimi naitwa Apostle Oscar au Kristo Oscar. Umebarikiwa. Uwe mzima. Kwa uzima ule niliopokea kwa kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo. Wewe ambaye ni mgonjwa, una udhaifu sasa, nyosha mkono wako. Ikiwa unaangalia kwenye simu, ikiwa unaangalia kwenye TV mambo haya, nyosha mkono wako katika mkono wangu kwa jina la Yesu Kristo. Inuka uende. Asante. Umebarikiwa. Ukitaka kuabudu pamoja nasi, napenda kukukaribisha katika ibada zetu ambazo tunafanyia Mtendeni shule ya msingi. Mtendeni shule ya msingi iko jirani na soko la Kisutu huku Posta katika jiji la Dar es Salaam. Karibu sana. Ukifika hapo Mtendeni utatukuta. Tuko kati ya sehemu ya madarasa yao tunayatumia. Tunakukaribisha. Kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 6. Tunazo ibada za baraka. Utajifunza kuomba, utajifunza kuyaongea haya maneno na utaona upya wa uzima ukidhihirika kwenye maisha yako. Umebarikiwa sana.